Yaani huyu mtoto leo akirudi atanitambua. Yaani mtoto gani ambaye asikii vyombo hajaosha? Yaani mimi nitoke huko, nifanye kazi zangu, nifanye biashara, nitafute hela kula, afu nje nioshe vyombo, nje nifagie ndani, hapana jamani. Yaani kubeba mimba kuzaa miezi 9 imekuwa ni kosa. Mtoto miaka 20. Yaani sasa nimerudi, nimechoka maskini ya Mungu, nianze kufagia, nianze kuosha vyombo. Sasa leo kama hakuna ndoa mkika Kristo, leo namuozesha ndoa mkika. Hata kama Kristo hawana ndoa mkika, leo namuozesha. Nimechoka. Yaani lazima. Hey. Subiri hapo, umetoka wapi? Na kuuliza umetoka wapi? Yaani sikitu leo. Leo utanipeleka huko unakoshindana. Binti kama wewe, unashindwa kuosha vyombo, unashindwa kufagia. Hebu angalia. Angalia mazingira yanapokuwa machafu. Mama, huko unapowaza wewe huko? Wala sipo, yani huko sipo huko. Kuna sehemu na mama, hapana mama. Mama nikambe. Tena usitaki mchezo. Leo huko unakwenda. Unajua Kristo tunaenda ndoa za mkeka. Basi leo naenda kukufungisha ndoa ya mkeka. Kama nikuozesha nijue tu nimeozesha, nimegawa bure ijulikane, lakini sio kukana mtu ndani. Nitakuta kaka yako alikuwa anapigia simu mpokeni. Kaka yangu alikuwa anapigia simu mpokeni. Kwa ndo akunipanga. Hapana, sikupangi mama. Anapangwa tena. Hapana mama. Kaka yangu alikuwa anapigia simu. Kaka yako amekupigia simu mpokeni. Kwa mimi ndo akanipigia. Kaniambia bibi anauma, amelala hospitali yuko hoi. Kijana yule mzungumzia? Mamako. Mamangu mimi. Ndio. Na sasa hivi napongea ameshakufa. Unasemaje wewe?